kwa ufasaha. Sasa tunachagua kutokana na maeneo yao na wanapotoka, ili kusudi tuwe na ripoti kamili kwenye mfumo na ifungulie njia kwamba kila mwaka tuwe tunatoa ripoti kwenye mfumo kila tukifunga mwaka wa fedha. Aidha, tunapenda kuwashukuru wadau mbalimbali waliochangia utekelezaji wa mfumo wa NeST kama tulivyosema, ikiwemo Benki ya Dunia kupitia mradi wa HITI, lakini UNICEF na SIDA. Ndugu waalikwa, na mabwana, tunaposherehekea miaka 40 ya uwekezaji wa serikali katika sekta ya ubunifu kupitia COSTECH, tunatambua kuwa mafanikio haya ni ya watu na taasisi nyingi. Ni ya serikali ambayo imeendelea kuwekeza katika sekta ya ubunifu, na mafanikio ya watafiti ambao wametoa maisha yao katika kuzalisha maarifa, mafanikio ya ubunifu ambao wanaendelea kubadilisha mawazo kuwa suluhisho za kivitendo. Na mafanikio pia ya vyuo vikuu na taasisi za utafiti zinazokuza vipaji na kuendeleza uvumbuzi. Ni mafanikio ya wadau wa maendeleo wanaofanya kazi nasi katika safari hii yote. Na ni mafanikio ya wananchi wote wa Tanzania ambao wameendelea kufaidika na matumizi ya sayansi na ubunifu katika maisha yao ya kila siku. Kwa niruhusu mgeni rasmi kutoa shukrani za dhati kwa kila mmoja aliyechangia ukuaji wa sayansi na ubunifu nchini Tanzania katika miaka 40 tunayosherehekea. Kwa mara nyingine, tunakushukuru kwa kukubali kuungana nasi katika siku hii muhimu. COSTECH inaahidi kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi, ushirikiano na kwa ubunifu mkubwa, ili kuhakikisha kuwa sayansi na ubunifu vinakuwa vyenzo vya kuongeza tija, ushindani na ustawi wa Tanzania yetu. Mungu ibariki nchi yetu, Mungu ibariki Tanzania. Asante. Ni Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na leo tuko hapa COSTECH kwa sababu tunasherehekea miaka 40 ya uwepo wa COSTECH. Na tutasherehekea tu siku moja, tutakuwa na matukio mbalimbali ya kusherehekea uwepo wa COSTECH ndani ya nchi yetu, kusimamia masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu, lakini pia kuonyesha impact kubwa ambayo imetokea kwa uwepo wa COSTECH. Na tunafahamu nchi nyingi haziwezi kuendelea bila sayansi na teknolojia, na nchi yetu ilifanya maamuzi ya busara sana kuanzisha taasisi hii ambayo ndio inakwenda kuratibu masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Ninaposema uratibu, naomba muelewe vizuri ni kwamba kuna wadau wengi mbalimbali, taasisi mbalimbali zinafanya masuala ya utafiti na sayansi na ubunifu. Kwa hiyo COSTECH ilianzishwa mahususi kuratibu masuala yote hayo muhimu. Na ndiyo maana mmeona sasa, ili kutekeleza ile jukumu lake la uratibu, anakwenda kuanzisha mfumo wa ukusanyaji wa takwimu za utafiti, sayansi, teknolojia na ubunifu. Na huu ni mfumo muhimu sana ambao kama taifa sasa utatupa taarifa, itatupa kujua ni nani amefanya nini, ili tuweze kuona manufaa ya tafiti na teknolojia mbalimbali, lakini pia at the end of the day tuweze kusema kama nchi tumeproduce nini kupitia uwepo wa COSTECH. Kwa hiyo hii ni jukwaa la kiuratibu ambalo litatupa takwimu mbalimbali, zitatusaidia pia kufanya maamuzi na kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo. Mnajua Dira 2050 imeelekeza sayansi, teknolojia na ubunifu kama pila mojawapo ya uendeshaji wa dira. Kwa hiyo na sisi lazima tujialign ili kuiweka imara COSTECH ambayo itaweza kutekeleza majukumu yake na hivyo kuonyesha matokeo makubwa katika utekelezaji wa Dira 2050. Kwa leo tunafurahi kwamba tumetimiza miaka 40, lakini tunajua ndio kwanza tumeanza. Kwa kuzingatia mahitaji makubwa ya Dira 2055, sisi kama sekta ya elimu tunaona ndio kwanza tumeanza, na tunapewa sasa majukumu makubwa zaidi kuhakikisha kwamba nchi inaenda kule inakotakiwa kwenda kwa kusimamia masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa kweli tunashukuru uwekezaji wa serikali kupitia COSTECH. Miaka 40 sio michache, na tunajua Tanzania vijana wengi wana ushuhuda mzuri wa kile ambacho kupitia uratibu wa COSTECH wameweza kufanya kuendeleza masuala ya ubunifu, sayansi na teknolojia. Kwa kweli leo ilikuwa ni kusherehekea kuanzisha maadhimisho ya miaka 40, lakini pia kuzindua huo mfumo wa takwimu ya masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Na nawashukuru wote kwa kushiriki. Asante. Anza maadhimisho ya miaka 40 ya COSTECH
Maadhimisho haya yanaanza leo mwezi wa Julai, yatakwenda mpaka mwezi wa 10. Ni miaka 40 tangu COSTECH ianzishwe. Lakini muhimu, maadhimisho haya tunataka kuyatumia kwa ajili ya tafakari kubwa, kujisahili sisi wenyewe kwamba miaka hii 40 imechangia kiasi gani katika maendeleo ya nchi yetu, na kwamba swala hili la sayansi na teknolojia ni swala la kutafuta majawabu, kutafuta suluhu, kuhakikisha kwamba kweli tunaenda kuondoa changamoto katika maisha ya watu. Kwa tutatumia kipindi hiki kutafakari vizuri, tumetumiaje COSTECH, COSTECH imetumikaje na imefanya nini kuhakikisha kwamba inatatua kweli changamoto za watu. Katika tafakari hii tunajaribu kuangalia swala la sayansi kwa mfano, na wizara yetu ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa hiyo swala la sayansi lazima na lenyewe liangaliwe kama lilivyo, alafu na teknolojia kama ilivyo. Tunaangalia maeneo ambayo nitatolea mfano, kilimo, ambapo changamoto kubwa ya kilimo ni tija ndogo. Kwa kizungu tunaita yield, sio productivity, yield, yani unapata kiasi gani katika eneo unalolima. Na kwa nini baadhi ya mazao yetu tunayolima, tukilima sisi gharama yake inakuwa kubwa kuliko mazao tunayoagiza kutoka nje. Hili ni swala la sayansi, swala la teknolojia. Kwamba sisi tulimeje katika udongo wetu, kwa mbolea ipi, kwa namna gani ili tuweze kuvuna vizuri. Kuna taasisi ya utafiti kwa Wizara ya Kilimo inaitwa TARI. Kuna masuala ya afya, kuangalia vile vile baadhi ya vitu ambavyo watu wanaamini vinatibu, tumefanyia utafiti kiasi gani kuwa na uhakika kama vinatibu, na vinatibu kiasi gani, na vina madhara ama havina madhara. Sayansi sio ramli. Sayansi ni utaratibu ambao ukifanyika mahali popote matokeo yatabaki yale yale, kama unafanya ukiwa bara la Asia, ukiwa Afrika, ukiwa sehemu nyingine. Kwa sisi tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunasukuma hilo. Kadhalika swala la teknolojia. Ilikuwa inaonekana kama kweli swala la reli Tanzania halifanyiki tena kwa maamuzi magumu. Sasa hivi tunaona SGR inafanya kazi. Tukumbuke kauli mbiu inasema kwamba during the crisis fortune favors the bold and the brave. Kipindi cha zahma, bahati inapendelea wenye kujiamini na wenye kufanya maamuzi magumu. Nadhani na sisi lazima tujenge sera, tuangalie sera namna kuifanyia kazi ili tupeleke sisi kuamini tunaweza, tutumie sera yetu na tuweke mikakati ya utekelezaji, nchi hii iweze kusonga mbele kwa kutumia watafiti ambao tayari serikali imewasomesha sana. Mimi nilisema pale bungeni, narudia hapa. Katika mapitio ya sera ya sayansi na teknolojia, baada ya mapitio tutakapoipitisha chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mnisikilize kwa makini, yajayo yanafurahisha. Miaka ya nyuma mtoto akawa anasubiri mpaka mwalimu haje ili aweze kumfundisha. Kwa sasa namna teknolojia ilivyokuwa, mtoto anaanza kujifunza mwenyewe bila kumtegemea mwalimu yoyote. Hivyo basi tablet zetu _TZ tumeweza kukuletea tablet ya KT37 kwa bei ya 2,500 tu. Hii ni tablet ambayo ina kioo kigumu kabisa, sio rahisi kuvunjika, yenye betri ambayo inaweza kukaa na chaji kwa muda mrefu, na kioo chake ni cha inchi 10. Hii tablet ina uwezo wa kutumia line, internet pamoja na wifi. Hivyo basi unaweza kumnunulia mwanao hii tablet kwa ajili ya kujifunza. Usiweze kupitwa na ofa hii kutoka tablet zetu _TZ. Tunapatikana Sinza Mall, Dar es Salaam. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la @tabletzetu_TZ.